Chief Officer Bwana David Mlewa alisema nyinyi nurses mkigoma saizi hamtapata mshahara wa mwezi wa 3 na mwezi wa 4. Na pia tutawapeleka kotini. So tunaona tayari hivyo vitisho saizi vimeanza kufanya nini? Vimeanza kutekelezwa. Tukiangalia mambo mengi kutoka kwa huyu mwajiri wetu, hayo mazungumzo ambayo tumekuwa nayo kwa muda mrefu, na hata juzi tulipokuwa katika ile mazungumzo tarehe 11, ilifika mahali chifu akatufukuza. Wauguzi katika kaunti ya Kilifi wameapa kutositisha mgomo wao licha ya serikali ya kaunti kuamrisha kufanya hivyo. Wakizungumza na wanahabari wakati wa maandamano yao ya amani, wauguzi hawa wamehoji kuwa hawatarejea kazini licha ya kupokea vitisho kutoka kwa serikali ya kaunti. We cannot be the poorest county and the poorest with the poorest working terms for its employees. So what we demanding is fairness, transparency. We just want whatever belongs to us. Nothing more, nothing less. We are out here fighting for us. Mimi hata babangu na mamangu wanachukua dawa za pressure kiwandani dispensary. Saizi kumefungwa. Dawa watachukua wapi? So msiseme ati haitu affect. It affects each and every nurse. Kwa hivyo sisi wauguzi wa Kilifi tumesema mtupeleke kotini, mtupeleke wapi? Hata mkatupeleka kunaitwa jehanamu kule motoni. Sisi haturudi kazini mpaka matakwa yetu yote yatekelezwe. Mikataba yetu ile ambayo tumesaini pamoja na serikali ya kaunti iheshimiwe na itekelezwe kikamilifu, ndiyo turudi kazini. Wameikashifu serikali ya kaunti ya Kilifi kwa kutumia mahakama kusuluhisha mzozo baina yao badala ya mazungumzo. Serikali ya kaunti ambayo tuliona pale msemaji wa serikali, waziri wa afya, chief officer na pia chairman wa public service walisema ya kwamba milango yao iko wazi, tuende tubishe na tuongee ili tusuluhishe shida zetu. Lakini sisi cha kushangaa tunauliza, je, serikali milango yenu uko kule kotini? Je, kule kotini tutapata promotions? Kule kotini je, tutapata ile mishahara yetu? Je, court itaweza kuajiri hawa wauguzi ambao kwa locum? Sasa sisi tunasema hivi, kwa sababu mwaka jana mwezi wa 8 tarehe 20 tulikaa kwa governor na governor yeye mwenyewe akasema kitu cha kwanza yeye hataki mambo ya case kotini. Tulikuwa tuko na kesi tayari kotini na governor akasema tuende tutoe kesi kotini, tuje tuonge chini kama viongozi wa wauguzi na county ili matakwa yetu afanye nini, yatekelezwe. So tunaomba governor hapa ilipofikia aingilie kati, kwa sababu yeye ndo mtu wa kwanza kusema hataki kesi kotini. Iweje leo sisi tumepelekwa kotini? Vilevile wamekinzana na kauli ya serikali ya kaunti ya Kilifi kwamba baadhi yao wapatao 530 tayari walipandishwa vyeo. Sisi hatukatai vile serikali ilisema, lakini tunasema hivi, cha kwanza kama kweli walipromote hao wauguzi 500 kwenda juu, tunataka zile barua watuletee tuzione ziko wapi. Umenielewa? Tuzione hizo barua ziko wapi na riazi zake, ndo tujue kweli hii kaunti yetu inatujali sisi kama wauguzi. Kwa sababu hatutaki hot air, hatutaki hearsay, tunataka maneno na vitendo. Kufuatia kutoelewana na wizara ya afya kaunti ya Kilifi, wauguzi hawa sasa wanamtaka gavana Gideon Maitha Mung'aro kuingilia kati ili kuona kwamba mwafaka wa swala hili unapatikana. Gavana, kwa hii kesi ambayo sasa iko kotini, je, unahusika ama huhusiki? Wauguzi wa Kilifi wanaomba tafadhali uje uwahutubie, uambie, je, wewe uko na wao ama je uko na hao oppressors wetu ambao ni serikali, ni the Public Service Board, the chief officer, the waziri. Tunataka tu tuelezwe tupate huu mwafaka. Je, sisi tuko wapi? Ni maandamano yaliyoanzia eneo la Kwamwango hadi kwenye afisi ya gavana hapa mjini Kilifi. Wauguzi ambao walipaswa kuwa kazini walilazimika kupiga densi za maandamano wakidai haki yao, huku maafisa wa usalama wakionekana kushika doria tangia mwanzo wa maandamano haya.
Naam, ni mvutano ambao unaendelea baina ya wauguzi lakini pia na serikali ya kaunti ya Kilifi. Na kama wanavyosema wasemi ni kwamba fahali wawili wanapopigana ziumiazo ni nyasi. Je, swala hili litapata suluhu kwa wakati ufaao? Nikiripotia Coco FM kutoka hapa mjini Kilifi, mimi ni Hamisi Kombe. Coco FM, ladha ya Pwani.